أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. Tuanza kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salam zimwendee wa mwisho wa manabii, mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahalize na sahaba kiram na Waislamu wote waliojikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Ya Allah, nasi tunakuomba tujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Jambo ambalo tunakuja Waislamu kutanguliza ni wasia ambao nakusieni kadhalika nikihusia nafsi yangu, sote tumche na tumuogope Allah tabaraka wa taala, ili kusikia mtii maadama yale tunayoambiwa ni maneno yake Allah tabaraka wa taala, kadhalika maneno ya nabii wa umma, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Khudh ibratan min saharati Firaun. Hiyo ndio anwani, ndugu zangu, ya kisomo chetu. Chukua mafunzo kupitia shapo wachawi wa Firaun, uyapate mafunzo. Hicho ndio kisomo chetu na hikima yetu ya leo. Fataala naltamisu al-ibrata min qasas al-anbiya. Na hapa ndugu zangu, haraka iwezekanavyo nitakuchukueni nyinyi pamoja nami twende tukayapate mafunzo kupitia kwa manabii wa Allah tabaraka wa taala, ambaye ni mmoja katika ulul azmi min ar-rusul, vigogo katika manabii, nabii wa Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Arahu wa akhahu Harun fi maidan. Mwanzoni kabisa hutuba yangu, ndugu zangu, kama kwamba namuona nabii wa Allah Musa pamoja na ndugu yake Harun wakiwa uwanjani na uwanja umefurika. Lakini Waislamu, kaifa wasalu al-amr ila huna, ilikuwaje mpaka mambo yafikie hapo? Mtume Musa, ndugu zangu, ajikute yuko uwanjani. Allah tabaraka wa taala alimchagua nabii wake Musa pamoja na ndugu yake Harun, akawapa ujumbe wa upeleke kwa Firaun al-Baghiya, mtu ambaye aliruka mipaka mpaka akajipa cheo kwamba yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, katangaza dhahiri shahidi, anawaambia watu, sielewi kwamba pana mwingine mola, naye mwingine mola kinyume changu mimi. Firaun, Allah tabaraka wa taala kumwambia Musa, nenda kamwe kisomo. Sitakusudia kuzungumzia kisa cha Mtume Musa, lakini kuna faida tunayokusudia watu wa Allah. Mtume Musa akaenda pamoja na ndugu yake Harun, wakaomba idhini, wakaruhusiwa mpaka mbele ya Firaun. Firaun anamtazama Musa, hali yake, mavazi yake, na watu wengi leo appearance inawadanganya sana. Ule uinje unapomwona mtu anaweza ataja mtu amepiga koti na kravati na diplomate, ukawaza ni waziri wa mambo ya fedha, kumbe hata somo la tatu hana.
lakini tu hali yake ya kutingisha. Kwa hiyo kuna mwingine unamtazama hali yake duni, unamchukua katika hiyo hiyo hali. Ndivyo Firauni alivyoona. Mjadala ukawa mrefu mpaka Firauni akamwambia Musa, sasa hivi nitakuamini hivi kweli huyo Mola wako unayesema amekosa katika watu wale ambao mnaita mjini eti wenye kuwa na Musa? Amekosa katika hao wa kumtuma ache mbele yao mwenye wawili, mtakuaminije? Mtume Musa alikuwa amepewa alama mbili na Allah tabaraka wa taala. Fimbo ndogo aliyokuwa nayo akiitupa chini ageuka nyoka, na akamwambia ingiza mkono wako ndani ya kwapa. Alikuwa akitoa unatoa nuru zaidi ya unaweza ni mwanga wa jua. Kwa hivyo alivyoomba Firauni atoe dalili za kuonyesha kweli katumwa na Allah, akadorosha fimbo yake chini kageuka nyoka, akaingiza mkono kwa pano akatoa nuru. Firauni akasema inaonekana ulipokimbia kutoka hapa kumbe ulienda kujifunza uchawi. Allah anamwambia katika surati Taha asiana, maana aya za Qur'ani zinapeana utamu na ugondo wallahi. Katika surati Taha Allah tabaraka wa taala anatuambia a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sikiliza vizuri. Firauni anasema qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa falanatiyannaka bisihrin mithli faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa. Qala maw'idukum yawmu as-sinah wa an yuhshara an-nasu duha. Firauni akamwambia Musa, ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa, yaani unafikiria kwa akili yako wewe uchawi wako ndio utatuhamisha katika nchi yetu, ndio kimekuleta hicho? Falanatiyannaka bisihrin mithli, basi tutakuletea uchawi mfano wako, tunakuletea uchawi mfano wa hawasaidi ya huyo. Faj'al bainana wa bainaka maw'ida. Firauni anasema kwa nini hukutiamini? Kwa hivyo tujalie, chagua mwenyewe siku ahadi tukubana uwanjani, mapambano kati yako wewe na mimi nikuletee wachawi. Alafu hiyo siku Musa usikwepi, usikimbii. Sio nimeshaitisha watu alafu ukosekane uwanjani, maana ukisikia taarifa utaokopa. Mtume Musa alizaliwa Misri, akalelewa nyumbani kwa Firauni. Kwa hivyo siku zao zote alikuwa anazijua, siku zao za kuwapata watu alikuwa anazijua. Akamwambia maw'idukum yawmu zina, basi siku ya kukutana iwe ni ile siku ya sherehe, siku ya mapambo, watu wote Misri nzima wanajikusanya, tukutanie uwanjani wa yushara nasu duha. Na napoomba Firauni watu wakusanye wakati watoka kabla ya adhuhuri, watu wameshadaa. Ahadi kwa imetolewa ndugu zangu Waislamu. Firauni akawatuma watu sehemu tofauti, kona zote. Subhanallah, walikusanyika wachawi wale wahatari ambao ukiwatafuta labda kwa lugha ya mjini ni wale ambao kwa uchawi nywele kichwani zimeshaondoka mabaki ni vipara, meno kinywani yameshaondoka mabaki ni mapepo. Likota walikusanya 70,000, alafu wakawachuja wakapatikana ndani yake 70, wakawachuja wakapatikana ndani yake 7,000, wakawachuja mpaka wakapatikana wachawi 7 wale ambao ni 6,600 volts danger, ukimgusa utaugua. Yaani Firauni mwenye watazama anasema hapa kazi ipo. Hawa ndio likota wanaotegemewa nchi nzima. Na wale wapembea wanasema maadamu wale wametuwakilisha hatuna uoga. Watu wakakusanya ndugu zangu, uwanja ukajaa. Wale wachawi kwa lugha kujiamini wakamfuata Firauni.
wakamwambia inna lana la ajra in kunna nahnu al-ghalibin. Mzee, tunataka kuingia uwanjani tuonyeshe utaalamu. Sasa kabla ya kuingia, unaonaje? Inna lana la ajra, kuna ujira utakaotupa ikiwa sisi ndio tutashinda. Firauni akawatia jazba, akawaambia na ujira huo sio hayo tu, wa innahum lamina muqarrabin, na sio ujira tu, mwe hamtarudia tena kule kwenu vijijini, mtabaki hapa mnaishi pamoja na mimi. Wakaingia wanaiona dunia iko mbele yao, uwanja umejaa, wala ahadun yuajidu Musa wa akahu Harun. Mtume Musa anaingia uwanjani, uwanja umefurika kama vile uwanja wa mpira, tribune zote zimejaa, watu wamefurika, na wote wanaunga mkono wa chama Firauni. Inna bi'sati Firaun, wanasema hakika sisi tunaapa kwa uwezo wa Firauni tutashinda kule, wachawi wetu watashinda. Wanamchukua Musa ndugu yake Haruna kwamba ni wachawi wengine wawili. Mtume Musa anaingia uwanjani, wanazomelewa. Leo ndo siku yenu, mmejifanya imani leo mtaibika. Musa anaingia, hakuna ndugu zangu, hata mtu mmoja wa kuunga mkono, wa kwa support. Musa na Haruna wakaingia. Kila siku wacha wa Allah, nahnu la nahtamu bil kam wa inama nahtamu bil kayf. Ndio nasema ni Wafaransa, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Usitizame wingi wa watu, usitizame wingi wa watu. Kila siku watu wengi kutana kabati, na watu wachache wamesoma imara na watawatikisa wale watu wengi. Musa na ndugu yake Haruna wanaingia uwanjani. Ndugu zangu Waislamu, wale wachawi wanawatazama hao vijana wametia nini mpaka wache kupambana. Yaani tuliwaza kwamba asubuhi ikifika watasarenda, watatia mikono tu, wasibebana kwa hali ambayo tumeiona kwa wale wazee. Hakuna mechi leo, tumekubali tumeshindwa. Lakini kuona wameingia wazee watazama, ndio wakaanza kuambia kabu ya Musa, imma an tulkia wa imma an nakuna awwala man alqa. Musa na ndugu yako naona ndio mmejiamini kwa vijana. Sasa mnasema mtaanza kutupa chini, maana uchawi uliokuwa unavuma wakati huo ulikuwa ni kuchukua fimbo au nyoka au fimbo au kamba unaitupa chini nyoka. Sasa wachawi wote wamekuja na makamba na mafimbo yamejaa uwanjani. Sasa wanazungumza kwa kipi? Musa anasemaje? Utaanza kutupa au sisi tuanze? Lugha ya kujamii. Musa akasema neno madogo, bali tupeni. Ndugu zangu, hii sura Taha. Katika sura Al-A'raf aya 116 Allah tabaraka wa taala atupa sura falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'azim. Allah anatupa sura ya hakika. Walipoingia uwanjani, walipomwambia Musa aanze waanze, Musa akamwambia tupeni. Walipotupa zile fimbo zao, walipotupa zile kamba zao chini, hapa anasema saharu a'yunan nas, waliroga macho ya watu. Na hakika ya uchawi hamna ukweli ndani yake. Uchawi sio ukweli, lakini muujiza ndio ukweli. Yaani uchawi walitupa fimbo chini, wakatupa kamba chini, kisha wakaroga macho ya watu. Badala ya kuona kwamba ni kamba au ni fimbo, wakaona kwamba ni nyoka. Wastarhabuhum, Allah anasema wakawatisha. Yaani uwanja mzima umejaa machoka ya hatari, kobra, sijui mamba, nyoka zimejaa, zinazunguka uwanja mzima. Wajao bisihrin adhim, Allah anasema hiyo siku walikuja na uchawi wa hali ya juu. Musa kama binadamu anatazama uwanja, kisi nyoka zinapita huko na kule. Allah anatuambia hali ilipitia Mtume Musa. Uoga ndugu zangu kwa aina, kuna hofu tabi'iyun, uoga wa kawaida, uoga wa binadamu. Usijifanye ni shujaa, wale wako simba inshallah mitapita. Kimbia bakimbia. Wewe usijifanye rahisi, kimbia na wewe baraza kwa. Thubutu
Simba pale kila mtu anageuka huko. Sasa sio watu wakimbia kutoka kule ile. Nasikia hata shari kimbia sio watu wanafanya. Hata shari ni binadamu, mtu yunusa uwanjani ndugu zangu. Nyoka zinatanga uwanja mzima. Allah anatuambia je, fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Huyo maskini, huyo binadamu haufunzwa tabiiyun. Huyo uoga kawaida, sio uoga wa kiitikadi mpaka unamwasi Allah. Uoga wa kibinadamu ulimwingia Mtume Musa. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Allah anasema Musa uoga ukamwingia. Kulna amri ikatoka mbingu zote saba inaelekea Mtume Musa. Kulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminik. Allah mwambia Musa usiogopi. Al-Mawla yatakallamu bidhamiri al-'azamati wala 'azamata illa bi. Kulna tukasema. Allah anatumia lugha ya kujiamini, lugha ya kujisifu, lugha ya utukufu. Acha uoga Musa. Wewe leo utashinda hata kama mechi itaanza. Utashinda Musa. Wa alqima fi yaminika. Katika Qur'ani limechagua alqima kusudi. Aya zingine tofauti na hii. Allah akamwambia Musa tupa fimbo mkononi mwako. Maana ilikuwa tayari imeshakuwa sio fimbo tena, ni kitu kingine. Ukiwa na Allah maisha yanakwenda. Kwa hali yoyote, wakati mafi yamini, tupa cha mkononi mwako. Kwa nini kwa mkononi mwako? Maana Musa anaona ni fimbo, lakini machoni pa Allah tayari imeshakuwa ni nyoka. Tupa! Itafanya maajabu, itasafisha uwanja mzima. Mtume Musa ndugu zangu kachukua kafimbo kamoja tu, uwanja mzima wa mpira umejaa, kadondosha fimbo chini. Ilitokea nyoka, haitapatikana na haitapatikana. Wafasiri baadhi wanasema ilikuwa ni nyoka inatembea kwa miguu minne, inarusha moto kutoka kinywani, inarusha nyasi kutoka katika nyasi ya pua zake, ilizunguka uwanja. Alkullu sakit, uwanja mzima kimya. Firauni kwenye hiyo miguu haishiki chini, maana anatazama, anasema hii hali hatujaonaje nyoka mfano wa hii. Ndio wallahi Allah anajitangaza, demonstration de force, anajitangaza yeye nani. Baki na Allah, shina Allah, hautatetereka ndugu yangu. Nyoka ikaanza kupitwa, zile nyoka sipo mbele, ilimeza moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine, mpaka uwanja mzima ukabaki mweupe. Hakuna hata nyoka moja iliyopenyeza bila kitu. Zote imemaliza. Alafu nyoka inainua kichwa, inamtazama Firauni kwenye jukwaa. Inamtazama Firauni kwenye jukwaa, anageuka na watazama makomando karibu, kama kwamba anawaambia kimoyomoyo, jamani, hapa hali ni nzito, ikibidi kuchomoka eti mtaanza kuandaa shio. Maana nyoka anamtazama. Sasa kisomo changu sio kukisa. Kisomo changu kinaanzia sasa. Wale wachawi, mikota, wataalamu waliona hicho kitu, kisomo kimoja tu cha Allah, walijimwonea Allah kwa macho. Wallahi waliona uwezo wa Allah. Allah anatuambia katika surati Shuara aya 46 mpaka 48, Allah anasema fa'ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Wachawi fa'ulqiya as-saharatu sajidin, walimwona Allah, uwezo wake waliona kwa macho, wakaporomoka wote chini, wakasujudu. Na hakuna ujanja la mafaro. Huyu ni Allah. Uwezo wake kutumika kumaliza hizo nyoka zote hapa uwanjani, sio kiumbe. Huyu ni uwezo wa Muumba. Wakaporomoka wote, wakasujudu, wakatangaza shahada mbele ya uwanja, mbele ya Firauni, mbele ya jeshi lake. Amanna bi rabbil alamin. Wakijituma wakasujudu, wakasema tunamwamini Mola wa ulimwengu, Rabbi Musa wa Harun, Mola wa Musa na Harun. Huyo ndiye ambaye tunakubali mbele ya Firauni. Tunarudi katika surati Taha, usikie mara. Firauni
Alivyoona Allah anamwambia Mtume Musa, shika tena fimbo yako. Musa akaishika, ikarudi kuwa ni fimbo. Firauni alipoona uwanjani kidogo usalama huko, akateremka kwa kiburi. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum sihr. Akawaambia wale wachao kwenye siji, mmemwamini huyu Musa kabla msitakupeni Musa eti kumwamini Allah mpaka yapeni Musa. Binadamu bwana ukada mpaka anapitiliza. Nawaamini hao vijana wawili, mimi sitatoa ruhusa. Inaonekana huyu ni kiongozi wangu, ni mkubwa, ni kampeni, nilipanga ili mche mniangushe hapa. Sasa hakuna kufundisha mchawi. Firauni akala kiapo, la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Sasa cha kufanya hapa, mtakukateni mikono, mtakatakata miguu min khilaf. Nikikata mkono wa kulia na acha wa kushoto, na kata mkono wa kushoto na acha wa kulia, na kata sikio la kulia na acha la kushoto, na komoa jicho la kushoto na acha. Mtawavuruga kwa hasira. Wala usallibannakum min judhu'in nakhl. Kisha mtawapigieni misumari, mtawabambeni kwenye vigongo vya tende. Afa katikakaza wala ta'lamun ayyuna ashaddu adhaban wa abqa. Kisha mtajua kati ya mimi na wewe Mungu wa Musa nani mkali, mtatua nani mkali. Akateremsha na komando, akaingia wachawi wakapigwa kamba. Ndugu zangu kwenye hali nzito. Kisomo kinaendelea sasa. Firauni anawatazama. Mnaletea kwangu au mnaendelea na ile imani? Waliinua wote kwa sauti moja wakamwambia katika sura Taha, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akramtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa. Wachawi kwa kisomo kimoja tu walimuona Allah, wakamwambia Firauni, lan nu'thiraka lan pengima, maana muda uniruhusu, lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati walladhi fatarana. Hatuwezi tukatetereka tuache haya ambayo tumeyaona kwa macho ama tumetimuonea kwa macho eti wao tutishe tutingishike. Lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati, haya ambayo tumeshaona ya ubainifu uliokuwa wazi hayawezi, hatuwezi tukayaacha tutetereke tuingie na uovu tukufuate wewe. Faqdi ma anta qad afwa hapo walladhi fatarana, tunaomba kwa yule ambaye tuhuba Allah. Fanya unachokitaka, inama taqdi hadhihi al-hayat dunya. Kwa kuwa chote unachokifanya utaishia hapa duniani, kisha kufuata tuadhibu tena, utatupa pembeni. Inama taqdi hadhihi al-hayat dunya, neno la maajabu. Wakamtangazia Firauni, inna amanna bi rabbina, sisi tunakutangazia kwamba leo tumemwamini Bwana wetu mlezi Allah. Inna amanna bi rabbina, hakika sisi tumemwamini Bwana mlezi, liyaghfira lana khatayana, ili atusamehe madhambi tumeyafanya miaka. Tumesamiria katika uchawi, tunatumika na mashaitani, tunawadhulumu watu, tunafanya maasi. Leo tunataka tupate msamaha. Tumemuona Allah. Kisomo kimoja tu ndugu zangu Waislamu, wama akratana alayhi na wao wanataka kutulazimisha tuendelee katika uchawi. Alafu akamwambia wallahu khairu wa abqa, Allah ndio bora na ndio mkuu, wewe mambo yako yataishia hapa. Firauni kwa hasira ndugu zangu Waislamu akaisha makomando, wakawachukua wachawi mmoja anapigishwa pale mbele, anatobolewa jicho, anakatwa sikio la kulia, ana
wanakata mdomo wa juu wanaacha wa chini, wanakata mkono wa kulia wanaacha wa kushoto, wanakata mkono wa kushoto wanaacha wa kulia. Aliwatoa wamiliki akaivuruga na akawaweka kwenye mgongo na vitu, wakapiga hiyo misumari, wanaona kwa macho, kila mmoja nafsi na hama, nafsi na hama, nafsi na hama, mpaka wote walikubali kufa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. La nufilaka ala ma ja'ana min al-bayyinati. Hatuwezi kuteteleka. Haya tumeona hapa. Eti turudi nyuma tena, haiwezekani. Wallahi fatarana. Tunaapa kwa yule aliyetuumba. Faqdi ma anta. Fanya utakavyo. Akawaua wote. Aibu kwako ndugu yangu Muislamu. Aibu kwako ndugu yangu Muislamu. Wallahi. Aibu kwako ndugu yangu Muislamu. Hao wachawi waliingiaje uwanjani na wakatokaje? Kisomo tunamalizika. Waliingiaje uwanjani na walitokaje? Na wewe uliingiaje Ramadhani na umetokaje? Tunafanya comparison. Tunalinganisha hapa. Utaliona aibu, utaona huzuni kwa wengi miongoni mwa Waislamu. Wallahi. Wachawi ni akawa katika nafsi. Dakhalu fil maidan wa hum kuffar. Waliingia uwanjani alikuwa ni makafiri, washirikina, warozi, wachawi, wakupitiliza. Lakini nao hawatubi na almaidani wa hum shuhada. Lakini sasa kutolewa uwanjani walikubali watoke ni maiti mashahidi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wa anta na wewe ndugu yangu, siku moja uliangana uliache kutoka ukimwaga kimani, uliachana na usingizi, uliachana na pombe, uliachana na maasi, ukaingia katika mwezi wa baraka, safi. Wachawi wanamwambia Firauni sababu wameyafanya hayo, wanataraji kwa Allah liyaghfira lana khatayana. Allah tusamehe madhambi yetu, Allah tusamehe. Wachawi na wewe Muislamu, wallahi ndani ya mwezi wa Ramadhani ulipewa ukasio fursa nyingi za kupata msamaha wa Allah. Ninakupa nne. Ya kwanza ndugu yangu Muislamu, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa imani kwamba hii ni amri ya Allah na kutaraji malipo kwa Allah, anasamehewa madhambi yake. Fursa ya kwanza hiyo umeikosa, ile inakuja fursa ya pili. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atakayesimama visimamo katika mwezi wa Ramadhani akijua kwamba haya maamrisho ya Allah na akili mwenye kutaraji malipo kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Umeikosa, ile inakuja fursa ya tatu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atakayesimama zile siku za mwisho, anatafuta, anahangaika, anatafuta usiku wa Lailatul Qadr kwa imani na malipo, kitaraji malipo kwa Allah, atasamehewa madhambi. Umeikosa hilo, Mtume anasema inna lillahi inda kulli fitrin mutaqa. Allah ndiye occasion exceptionnel kutoa Allah. Aibu kwa juu ya nafsi yako, aibu wallahi juu ya nafsi yako. Mtume anasema Allah kila siku katika mwezi wa Ramadhani ulipofikia wakati wa kufuturu, Allah anatoa msamaha. Kuna wale ambao kama ungekufa kabla ya Ramadhani wangekuwa ni watu wa motoni, wameshaorodheshwa ndani ya vitabu vya motoni. Inafika wakati wa kufuturu, Allah kama kwamba anamwambia yule malaika, leta hicho kitabu, mtasome fulani tulikuwa tumemwandika katika orodha ya watu wa motoni, amesoma mwezi ya leo, muondoe katika hiyo orodha. Anatoa msamaha kwa waja wa Allah. Mtume akasema neno wadhalika fi kulli lailatin, kisha Allah anafanya kila siku mwezi mzima wa baraka wa Ramadhani. Mwezi siku 30 waja wa Allah, siku 30 waja wa Allah, unapata msamaha wa Allah unatangazwa. Uliingia leo kwa vizuri, hivi umetoka ndugu yako Muislamu, umetoka hapo. Ni wangapi wamefunga saumu yao ile siku ya Eid? Break ya kwanza ya duha. Wengine na pombe. Mimi naishi karibu ya Kabati. Vijana wa Kiislamu. Vijana wa Kiislamu wanasherehekea
unashindwa na uchawi, wameingia ni warosi, wanatoka ndio Waislamu Mashariki, unaingia kama bado kwa usafi, unatoka nafasi, unatoka mtu mwovu, unatoka mtu mwenye kumpiga vita Allah na mtume wake. Ukalike katika siku za maswali mzuri, wallahi mambo ukalike siku sangia na Muislamu. Jipinde katika kufunga siku za Shawwal, usitumie kusafirisha yale yaliyokupitia katika hii wiki moja. Kupita mambo mengi ya uchumi katika mambo mengi. Mimi nawaza mwenyewe bali insano ala nafsi maswira. Mwenyewe unajua hii wiki umefanya nini? Ni wangapi ile siku usiku wanaanza kupigana sima na limada. Walirejeana na wakabikogelea ndani ya zina. Walevi na matari kuswala misikiti. Kisomo wanachona na kiita tumoa masaji. Misikiti na dondoa machozi. Ushaipata kimbia ni aonekane na wao walikuwa safa ya mwanzo, unashinda na wachama fulani wameingia uwanjani ni warosi, wanatoka Waislamu Mashahidi. Wewe unaingia ni safi katika mwezi wa baraka, fursa ngapi umezipitia, unatoka unarudi katika uchafu unayofursa ya sana. Hakuna kauli hapa wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim wa huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunabudi kusema salamu kwa mpenzi wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. La ilaha illa huwa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في عاقبه الحسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا امين امين سبحان على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله